Ilikuwa usiku. Siku hiyo hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Ikafikia hatua nikalala, nikamwomba Mungu, nikamuuliza, ni sehemu gani ulipolala usiku? Nilionyeshwa maono. Nilimuona Mfalme Zumaridi akiwa ofisini kwake. Na hapo nikasikia sauti ikiniambia, hapo ndipo niliponenda utapona. Kuna watu ambao wanapitia kitu unachopitia wewe au zaidi ya kwako. Unapoongelea ramani, wewe ambaye ni mgeni kabisa, ni kitu gani? Kwenye ramani nilikutana na vifungo ambavyo nilipoelezewa, yani kila hatua aliyokuwa akinieleza ilikuwa ni hatua ya maisha yangu kabisa. Yani ni kitu ambacho nimepitia ambavyo vifungo vile vya kishirikina vilivyokuwa vikifanyika kwenye mwili wangu vyote nilipata kule kwenye ramani. Kwa kila kilichofanyika kiroho niliambiwa kule kwenye ramani. Na kwa sababu ilikuwa ni kila walichoniambia kilikuwa ni cha kweli. Hakuna ambacho waliniambia kikawa cha uongo. Kila walichosema ni kweli nilikipitia. Kwa hiyo nikaamini kutokea hapo ya kwamba hapa kweli nitapata uponyaji. Na hapo nilikuwa bado hata sijamfikia Mfalme Zumaridi, nilikuwa tu nimekutana na mtume wake kwa ajili ya kusoma tu ramani. Baada ya hapo nilirudi nyumbani kwa sababu ramani tayari nilikuwa nimeshasomewa. Na sasa cha kushangaza, baada ya kurudi kule nyumbani, muda ambao nilipewa kwenye ramani ya kwamba kuna mauti mbele yako, kuna roho ya mauti mbele yako. Na ni kweli, yani ile hali baada ya kurudi tu nyumbani, hali ilibadilika sana. Hali yangu ya kiafya ikazidi kuwa mbaya sana. Yani ndani ya wiki hizo mbili ambazo nilikuwa nimesomewa ramani na kurudi nyumbani, yani hali ikawa ni mbaya. Lakini kwa bahati nzuri, wakati natoka hapa kwenye ramani, nilipewa namba za mtumishi mmoja aitwa Mchungaji Kefa. Huyo nikaambiwa atakuwa anakusaidia kiroho, ikiwa na shida yoyote nilikuwa nakuombea. Wakati bado hujaja kabisa madhabahu kuonana na baba. Kwa hiyo baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya sana, nafikiri siku ninaletwa hapa hata mimi nilikuwa sijitambui. Nilikuwa nimeshakuwa katika hali mbaya kabisa. Sikuwa najielewa. Nililetwa nikiwa nimebebwa, siwezi chochote kabisa. Na nilipofika nilifikishiwa mapokezi. Baada ya kufika mapokezi, nikahudumiwa vizuri, nikakutana na watu wakanitia moyo, wakanijenga na kuniambia hapo utapata uponyaji, umefika mahali salama. Kwa kweli na mimi nikamshukuru Mungu, nikasema mimi naamini kweli nitakuja nitapona. Kwa hiyo nilipokuja nikapokelewa, nikaletwa, nikafundishwa sehemu nikakaa. Na baada ya hapo mtumishi wa Mungu alipopanda ghorofani ofisini, Mfalme Zumaridi alipofika akaniona nikiwa nimelazwa hapo kwenye godoro, akashangaa sana. Akaniuliza, wewe ndivyo hivyo ulivyo siku zote? Nikamwambia ndio, hivyo ndivyo nilivyo. Huwezi kulala, siwezi kulala. Huwezi kukaa, siwezi kukaa. Kusimama, siwezi kusimama. Nafikiri hata walioniona na walionipokea walikuwa wanashuhudia. Baada ya hapo aliwaambia vijana wake, mpandisheni ofisini. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Basi nikapandishwa ofisini. Baada ya kufika pale, kiukweli kuna muda aliniombea, alinishika tu. Wakati ananiombea, nilipoteza fahamu. Kwa sababu kuna kitu kama Mungu alikuwa anafanya operation. Baada ya muda, sidhani hata kama dakika 5 zilipita, mimi nikajiona niko hapo na kuanza kuinuka. Nikatembea. Hata dakika 5 hazikupita. Kabla sijarudi mara ya pili kwa Mfalme Zumaridi baada ya kusoma ramani, ilikuwa usiku. Siku hiyo hali yangu ilikuwa ni mbaya sana.
Ikafikia hatua nikalala, nikamwomba Mungu, nikamuuliza Mungu, kwa sababu mimi nilikuwa tayari ni mtumishi katika kanisa lingine na nilikuwa ninaliamini kweli kweli, kwa sababu nimetumika hapo muda mrefu. Kwa hiyo nikawa nina hofu kwa kile ambacho nilijengewa kule, kwamba hakuna Mungu sehemu yoyote atakayeweza kumpata zaidi ya pale nilipokuwa. Lakini sasa ile tatizo langu likawa limeshindikana. Hivyo siku wakati nataka kuja huku nilibidi nipige magoti. Hivyo nikiwa ninaomba hivyo nikamwomba Mungu na kumuuliza, sasa we Mungu, ni sehemu gani ulipo? Maana mimi kama nikukutumikia, nimekutumikia kwa muda mrefu na sijawahi kutangatanga kutoka huko kwenda huko. Mungu nionyeshe ni sehemu gani ulipo, mimi naweza nikapata uponyaji. Na huko ninapotarajia kwenda kwa Mfalme Zmaridi, ni kweli Mungu uko au ni vile tu ninaenda kupoteza tena muda? Nikalala. Nilipolala usiku nilionyeshwa maono. Nilimwona Mfalme Zmaridi akiwa ofisini kwake amekaa kwenye kiti. Sikuwa nimewahi kufika ofisini kwa Mfalme Zmaridi, lakini siku nilimuona kwa mara ya kwanza kwenye maono. Na hapo nikasikia sauti ikiniambia, hapo ndipo nenda utapona na utapokea. Kwa hiyo ndio asubuhi nilifika hatua nikachukua hatua ya kuletwa mahali hapa. Kabla hujaja kwa Mfalme Zmaridi, ili kuonana naye ana kwa ana, ulishawahi kumsikia popote na umsikia na pembeni? Niliwahi kumsikia hata kanisani kwetu tulikuwa tukiabudu hapo, niliwahi kumsikia. Walikuwa wakimtaja wasifa ambazo sio nzuri. Nilikuwa tukiambiwa ni mtu ambaye ametoka kwa nje ya mkono wa Mungu, kwa hiyo hayupo kabisa katika mkono wa Mungu, na kila atakayemkimbilia atapokea laana hiyo. Hivyo ndio tulikuwa tukiambiwa. Na wewe kilitia hofu kukutana naye? Kilinitia hofu kwa mara ya kwanza, nikahofu, nikawaza usije na mimi nikapata ile laana. Lakini umezunguka sehemu nyingi kama ulivyotueleza mwanzoni, labda utofauti wa hapa unaweza kueleza kitu gani? Utofauti ninaona ni mkubwa, kwa sababu kwa mimi niliyekuja ni mgonjwa ambaye sijiwezi, ikiwa mahututi. Utofauti ni mkubwa kwa sababu kama nimeshindwa kupokea kile nilichokuwa nikiabudu na sehemu mbalimbali ambazo nimezungukia, na nilipofika hapa nikapata uponyaji wangu ndani hata dakika 5 hazikuisha. Kwa hiyo niliona tofauti kubwa sana na kuelewa kwamba hakika kweli Mungu hapa yupo. Turudi kwako baba yetu Mfalme Zmaridi, ambaye ndiye umetenda haya na mtumishi wa Mungu alijieleza katika kabisa anakiri kile kilichokuwa ndani yako wewe. Sisi tunasema hongera kwa sababu ni kitu kingine ambacho tumeongeza. Lakini kwa sababu una shuhuda nyingi sana ambazo umezifanya na umewaponya watu wengi, labda ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Diana na zile shuhuda nyingine ambazo ulikuwa ukifanya, tofauti yake hasa ni nini kwa utendaji wako kwa sasa? Kwanza kabisa na kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyeziumba nchi kwa neema yake ya upendeleo, tena kwa siku njema kabisa takatifu ya leo imempendeza Mungu. Imempendeza Mungu kuleta shuhuda hii mbele za Watanzania wote, lakini pia mbele za dunia nzima kwa ujumla. Utofauti wa shuhuda ya mtumishi wa Mungu mahali hapa ni mkubwa sana. Ni utofauti mkubwa. Kuna wagonjwa ambao wanapokea neno kuja kwangu, mdada akachukua mwezi mmoja, anachukua hatua, yaani anapona kwa hatua kwa hatua. Mwingine anachukua miezi 4, mwingine hata mpaka miezi 6, anaondoka anaendelea kupona. Kadri anaposikiza neno ndivyo kadri anazidi kupona kulingana na ugonjwa aliokuja nao. Kwa mfano, kuna wagonjwa wa kansa ambao wamekuja mahali hapa. Mgonjwa wa kansa hawezi kumwombea tu kama akapona pale pale, lazima kuna hatua ambayo inakuja kwa utaratibu kulingana na ugonjwa alionao. Nimepata wagonjwa wa figo mahali hapa, hapona kwa siku moja. Nimepata wagonjwa wa kisukari, hapona kwa siku moja. Lakini pia aliyenishangaza sana ni huyu. Kwanza kuna kijana mmoja ambaye alikuja kutoka Ngara. Alikuwa amealeta baba yake mahali hapa kutoka Ngara, alikuwa na magongo. Yeye alichukua siku 4 za uponyaji. Alichukua siku 4, alikuja Alhamisi. Alhamisi hiyo, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ya Jumapili
alipokea uponyaji na magongo akayatupa siku 4 huyo kijana. Sasa leo sasa mtumishi wa Mungu hapa tumeshapa jina la Diana hapa wenzetu kachukua dakika 5 mpaka mimi kwa kweli hata mimi nimemshangaa Mungu aliye ndani yangu, kwa sababu tangu nimeanza utumishi ile kumwombea tu pale akafunguliwa ilikuwa bado kwa kweli. Tunaweza kusema ukweli ambao unaweka mwanadamu huru. Wengi wanakuja mahali hapa ana kansa, ana kidonda, nini, ana kisukari, ana HIV, anakuwa anachukua uponyaji hatua kwa hatua, anakuwa anakuja na Mungu unaendeleaje, sasa hivi analala lakini bado kuna hiki hapa Yesu anamwombea tena, akija namuulizia anakuambia anapofikisha miezi 2 au 1 au 3 ule ugonjwa unatoweka kabisa ndani yake. Kama kuna binti mmoja alikuja kutoka nani huko, kutoka Mkoba mshoni. Yeye aliugua miaka 20. Alikuwa yeye kansa. Alikuwa anatoka usaha mfululizo. Mpaka sasa alipata ulemavu kwa ajili ya ule ugonjwa. Ugonjwa ulimkamata mpaka misuli kaikunja. Aliugua ndani ya miaka 20. Na kwangu alikuja akiwa na miaka 27. Kwa aliugua akiwa na miaka 7. Aliugua akiwa na miaka 7. Kwa hiyo miaka 20 mizima alikuwa ni mgonjwa. Kwa aliponifikia yule binti, nimfanyie huduma ndani ya miezi 2. Ndani ya miezi 2 akakauka, kazi kaisha, ugonjwa wote ukaisha kabisa, akawa huru kabisa. Lakini pia kuna kijana mwingine alikuja hapa nilipotoka tu gerezani. Baada ya kutoka gerezani nilipokea mgonjwa wa kansa pia. Alikuwa anamwaga sana usaha sehemu hiyo. Alikuwa anakuja usaha muda wote. Alikuwa anakuja usaha, anamwaga usaha hivyo. Alikuwa anafuata na nzi. Yuko mtapitishiwa hapo. Kwa hiyo kijana yeye alikuwa miaka 8. Baada ya kutoka mimi gerezani, alikuja mara hiyo mwezi wa 2, alikuja uponyaji mwezi wa 4 mwishoni. Ile kazi ilikauka, ule ugonjwa ukaisha. Kwa mtumishi wa Mungu hapa imekuwa tofauti kinyume, kwa sababu alipokea pale. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, naona kwamba kiwango cha utumishi ulio ndani yangu kimekuwa kikubwa, na ndio maana Mungu amemponya mtumishi wa Mungu pale kwa dakika hata 5 zikisha akapokea uponyaji. Kwa hiyo imekuwa tofauti na wale wengine ambao wanapokea. Ni wengi atukiingia YouTube tukutana nao, wanaelezea shuhuda zao. Wengine ni kula tu afunza, wao YouTube huko ukiwatafuta tutawapata tu. Wengine macho, wengine hadi wengi, lakini hawakupokea uponyaji kama tulipokea mtumishi wa Mungu Diana au Rehema jina la kwanza. Tunakuja na Maria. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba sasa nimefikia kiwango kikubwa cha majaribu. Najua majaribu ni mtaji wa kumuinua mwanadamu. Kwa hiyo majaribu ambayo nimeyapitia, kukaa gerezani ndani ya mwaka mzima, kusiakiwa na watumishi, kuonekana mimi si kitu, mimi takataka, mimi ni muongo, mimi nimelaaniwa, vitu kama hivyo, ndio vimenifikisha leo hapa nilipo. Mwanadamu namuombea kwa muda mchache na kupokea uponyaji wake. Sawa, tunashukuru sana kwa namna ulivyoelezea jambo hili na linaendelea kutoa funzo kwa watumishi wanaotazama. Sasa Diana anavyoeleza ni kwamba alitamani kuja siku nyingi sana hapa kwako, kwa sababu alikuwa akifuatilia mtandaoni, ila kile alicholishwa ndicho kilikuwa kinamwekea ukuta. Labda unawaambia nini wale ambao walikuwa wakianena hayo yote mpaka yanawaathiri watu wengine tofauti na Diana? Kuna wengine sana wana shida huko, wamezuiwa na maneno wanayoyasikia. Unawaambia nini wale wenye shida wanatamani kuja hapa, lakini unawaambia nini wale wanaokutangaza wewe kwa imani? Mimi nawaambia kwanza wenye shida ambao wanafungiwa. Wewe mwenye shida ambaye unasikia maneno machafu juu ya mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi, napenda kuambia kwamba hebu chukua hatua kama alivyochukua hatua Diana. Diana alisikia mengi, ambaye ni Rehema. Nimeenda jina mimi la Diana, Rehema. Alisikia mengi sana mtumishi wa Mungu chini ya imani aliyokuwa kiabudu. Lakini alipochukua hatua akasema aliwao na liwe, ndipo alipokutana na uponyaji wake. Na yeye pia alishangaa kwa sababu alifungiwa. Kwanza alitamani kwamba kumbe nikuja siku nyingi, bali nimeteseka muda mrefu, lakini kwa sababu alifungiwa akaambiwa maneno mabaya na machafu ya kuchafuliwa mimi, yalimfanya asite kufika kwa wakati.
Kwa na kuomba wewe mwanadamu unayefungiwa, fika ujionee. Fika ujionee. Mwanadamu anayesema sana, huyo ndio kabeba Mungu. Tukiangalia upande wa Kristo, Kristo alisemwa sana, aliziakiwa sana, alitukanwa sana, alinenewa mabaya sana, lakini kumbe ndani ya Kristo alikuwemo Mungu, ameweka makao. Hivyo nakwambia hata wewe leo unafungiwa, lakini uzima wako na uponyaji wako umebebwa na Mfalme Zumaridi. Usifungiwe. Hata tunaona kama leo mtumishi wa Mungu Rehema kapokea uponyaji pale pale. Watu wengi wanasema hata ni maigizo. Hakuna maigizo. Kuna watu wanamjua Rehema, wapo wengi tu. Hususan kwenye kanisa la Bendera, alipokuwa na abudu wanamjua Rehema. Dar es Salaam wanamjua, sio mtumishi wa Mungu. Dar es Salaam wanamjua. Mwanza hapa kwa Uvumi, Askofu Uvumi anamjua. Kigoma, kanisa la Bendera Kigoma wanamjua. Misungi wanamjua. Kahama kwa Askofu Samawi wanamjua. Imana kanisa zima wanamjua. Maana kamshafikia renki kubwa. Alifikia renki ya kukabidhiwa kituo. Kwa mtu akifikia renki ya kukabidhiwa kituo akachunge, ina maana anafahamika, anakuwa ni mtumishi mkubwa katika ile eneo. Mpaka afikia hatua kukabidhiwa kituo, ina maana anajulikana, ni mkubwa. Wao ni mkubwa. Kwa hiyo ina maana anajulikana kote. Dar es Salaam wanamjua. Kahama kwa Askofu Samawi unamjua. Kwa hiyo wanajua tatizo lake. Naomba kwamba chukueni hatua, mje mjionee. Hapa kwanza kuna mafundisho ya kiroho zaidi. Ya kiroho zaidi. Tunamtafuta Mungu kwa udi na uvumba ili tuzidi kuzidishiwa nguvu ya Mungu, ili wanadamu wanaoteseka wapate uponyaji wao. Usifungiwe. Karibu sana mtumishi wa Mungu, unakaribishwa na Mungu aliyeweka makao ndani ya Zumaridi ya kubariki sana. Lakini pia nirudi kwa watumishi wa Tukana. Sio tu Bendera. Nilikuwa chini kweli ya Askofu Bendera. Nilikaa chini ya Askofu Bendera miaka 3, lakini nilitokewa na Mungu. Nilitokewa na Mungu Baba katika usingizi. Nimelala. Lazima niseme hili mbele za media na media pia wapate kusikia mambo haya. Mungu Baba alinitokea akaniambia toka. Mungu Baba aliniambia nikiwa nimelala usingizi kwamba mimi Mungu na haja kukutumia, na haja nikutumie kwa kiwango kikubwa zaidi ya hicho, ili mimi Mungu nipate uhuru wa kutumia mimi Mungu. Mwaka 2012 mwishoni, toka nikutumie. Mimi ni Mungu niomba mbingu na nchi, niko ndani yako. Mwaka 2012 mwezi wa 11 nikaanzisha imani mwenyewe Mfalme Zumaridi pale Iseni. Nikajenga kanisa pale, japo palikuwa na vita kubwa. Laiti ningelikuwa sina Mungu mimi sidhani, lakini kwa sababu nilikuwa na Mungu, Mungu alinisimamia. Zile vita zote Mungu alizinyamazisha na zikaisha. Sasa cha ajabu ile sasa kunitukana mimi, kusema mabaya juu yangu mimi. Mimi namshukuru Mungu kwa kila jambo. Na Mungu namshukuru kwa sababu malipo yako duniani hapa hapa. Mwanadamu akikutendea ubaya, wewe mlilie Mungu tu. Mwanadamu akikutendea ubaya, ndugu mtazamaji, mlilie Mungu. Mungu yupo. Atipo siku hata haijalishi miaka mingapi, atakujibu tu. Amina. Baba yetu asante. Dada Diana, kuna chochote ambacho ungetamani kuongezea? Kwa kuongezea tu, mimi napenda tu kuwashauri hata na wengine pia walioko huko nje. Ninapenda tu kuwasihi kwamba unapoona una tatizo limekutokea, usisikilize maneno ya kuambiwa, maana maneno huwa yanaua. Kwa hiyo jitahidi sana usisikilize neno la kuambiwa, ila sogea mwenyewe, uchukue hatua, uangalie kile kinachoongelewa na kile kilichopo hapa ni sawa ama sio sawa. Mfano kama mimi ningesema niendelee kushikilia yale maneno, nafikiri mpaka dakika hii isingekuwepo. Ila kwa sababu niliamua kuchukua hatua, na Mungu naye akaamua kunitendea kile ambacho nilikuwa ninahitaji, uponyaji. Kwa hiyo niwatoe tu hofu ndugu watazamaji na watu wote duniani. Kila ambaye ataona ana tatizo afike mahali hapa kwa Mfalme Zumaridi. Hakika Mungu anayemuongelea Mfalme Zumaridi yupo na anatenda kweli kweli. Pia napenda kumshukuru Mungu wa Mfalme Zumaridi kwa kuniponya
kwa kunifanya mpaka dakika hii leo hivi naweza nikakaa na kuongea maneno kama haya. Namshukuru sana Mungu kwa sababu nilikuwa siwezi kusimama, nilikuwa siwezi kukaa, nilikuwa siwezi kulala. Napenda kumshukuru Mungu sana Mfalme Zumaridi kwa kila alichonitendea, lakini pia napenda kuwashukuru hata wale waliokuwa wakinipa moyo kabla ya kumfikia Mfalme Zumaridi. Kama kuna binti mmoja anaitwa Nei, ni muumini wa hapa kwa Mfalme Zumaridi. Pia kuna mchungaji Kefa na pia kuna dada Flora. Kwa kweli walikuwa wakinijenga sana kabla sijafika mahali hapa, na walikuwa wakinitia moyo sana, na kweli kile walichokuwa wakiniambia nilipofika hapa nimekishuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.